Sasa unajua kuleta matumaini ni mapokeo. Kuleta matumaini ni mapokeo. Kuna wengine hawapendi tu. Yaani utulivu wa nchi kwao wao ni hasara. Yaani kuna watu hawapendi. Kwa hiyo usitegemee kwa beti tutatoka leo wote tutaimba wimbo mmoja. Kuna watu kadiri tunapokuwa na misukosuko ndio maisha yao. Watapendaje? Hawatopenda. Lakini kwa yoyote ambaye kwa kweli ana nia njema na nchi hii, ameisikiliza tume, ameona genuinity ya tume, ameona weledi wa tume, ameona uzoefu wa tume, kwa sababu ile ripoti ilivyokuwa ikichambuliwa sio ripoti ya kitaifa brother. Hata wale waliokuwa sasa wana mashaka na hii tume, ungemleta nani angesema maneno gani tofauti, angetumia methodology gani tofauti? Wameonyesha walikuwa wanatumia kimataifa, wanaturudisha kanda, wanaturudisha ndani, wanakwenda kimataifa, wanatuleta kanda, wanaturudisha ndani. Sasa lakini bado kuna watu watapiga kelele. Sasa kama ulikuwa unataka katiba mpya, imesema kweli kuna kilio cha katiba mpya, kaja mwenye tume yake kakiri, kapokea, kaja mkuu wa nchi anasema jamani tuko tayari tuungane, hebu tuyatekeleze haya. Sasa wewe utakuja tena bado useme chokochoko. Sasa unachokitaka ni nini? Kwa sababu kuna watu hawako tayari kuona hali kitulia. Hao hawapo brother. Hata kwenye familia mko 7, kuna wengine zile vurumai zikitokea yeye ndio anapenda, ndio raha yake. Kwa hiyo hatutegemei kwamba 100%, lakini kila mwenye kufikiri, kila mwenye kuitakia mema nchi hii, na kila mwenye kujutia kilichotokea kile na hataki tena ajirudie, mimi ninaamini ataungana na tume, ataungana na rais. Hebu sasa kama kuhukumiana, tuanze kuhukumiana kwenye utekelezaji wa yale ambayo sasa yameahidiwa siku ya leo.